Tazame Yesu aliye mwanzo na mwisho. Ninakusalimu kupitia jina lipitalo majina yote, jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Karibu katika kutafakari maneno ya uzima. Na siku ya leo tutajifunza ujumbe mfupi wenye kichwa kinachosema mtazame Yesu Kristo aliye mwanzo na mwisho. Awali ya yote naomba nisome kitabu kile cha Mathayo sura 19 na ule mstari wa 3 hadi wa 9. Neno la Mungu linasema, kitabu cha Mathayo sura ya 19 mstari wa 3 hadi wa 9, Biblia inasema, basi Mafarisayo wakamwendea wakamjaribu wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyeumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke? Akasema kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, atambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliounganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Angalia sasa mstari wa 7 hadi ule wa 8. Wakamwambia, ni jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hati ya talaka na kumwacha? Akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Nami nawaambia ninyi, kila mtu atakayemwacha mkewe, isipokuwa ni kwa sababu ya uasherati akaoa mwingine, azini, naye amwoaye yule aliyeachwa azini. Bwana Yesu na asifiwe sana. Ujumbe wa leo una kichwa kinachosema mtazame Yesu Kristo aliye mwanzo na mwisho. Leo tutaenda kuangalia ni kwa sababu gani tunapaswa tumtazame Yesu Kristo kibiblia. Sasa tumesoma hii habari ambayo inahusu Mafarisayo ambao walienda kufuata Yesu wakitaka kumjaribu. Wakamuuliza, je, ni halali kumwacha mwanamke kwa kila sababu? Yesu akawaambia, tangu mwanzo mkusoma kwamba alimuumba mtu mume na mtu mke. Kwa Yesu alikuwa anajaribu kurejea mambo ambayo yalikuwa tangu mwanzo, ya kwamba Mungu hapo mwanzo alimuumba mtu mume na mtu mke, sio mtu mume na wake zake, au sio mtu mke na waume zake. Alimuumba mtu mume na mtu mke, maanisha kwamba aliumba jinsia mbili tu, na watu walikuwa ni wawili tu ambao waliumbwa wa kwanza, ndio walikuwa wazazi wetu wa kwanza ambao ni Adam na Hawa. Kwa hivyo Yesu alikuwa anajaribu kuwarejesha mwanzo wa uumbaji, sio vitu ambavyo vimetokea katikati ya safari, bali mwanzo wa uumbaji, mwanzo wa neno la Mungu, kwamba hapo mwanzo Mungu alimuumba mtu mume na mtu mke. Sasa wakawa wanaendelea kujaribu kumhoji, inakuaje sasa Musa atoe amri ya kuruhusu watu kuacha wake zao? Sasa Yesu alikuwa anarudisha mwanzo, wenyewe wanamtoa Bwana Yesu habari ya mwanzo, wanamleta kipindi cha Musa, kana kwamba Mungu alianza kuongea au kutembea na wanadamu kipindi cha Musa na kuendelea. Lakini angalia jibu la Yesu. Bwana Yesu akawaambia kwamba Musa aliruhusu watu waache wake zao, wawape talaka wake zao kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo ya wana wa Israeli. Lakini tangu mwanzo haikuwa hivyo, ndicho Yesu alichokuwa anamaanisha. Kwa hiyo Yesu alikuwa anajaribu bado kuwarudisha kule mwanzo, lakini wenyewe walikuwa wameganda pale kwa Musa. Yesu anawaambia tangu mwanzo haikuwa hivi, lakini wenyewe wanasema Musa alisema hivi. Sasa hapo tumsikilize yupi, tumfuate yupi? Bila shaka lazima tumsikilize Yesu ambaye yeye ndio njia ya kweli na uzima. Kwa sasa Yesu akamwambia tangu mwanzo haikuwa hivyo. Maana kwa nini Musa aliruhusu au aliwapa ruhusa wana wa Israeli kwenda kuacha wake zao? Sasa unaweza kujiuliza, je, hiyo amri kutoka kwa Mungu? Kama ni hivyo basi mbona sasa Biblia inajichanganya? Kama kutoka kwa Mungu, kwa nini Mungu aseme au mtukuze Musa kama mtumishi wake na aitukuze Torati? Kwa nini sasa iwe hivyo? Kwa sababu kwenye Biblia ni kweli, katika vile vitabu vya Torati Mungu aliruhusu watu waache wake zao na kuwapa talaka. Kwa hiyo iliruhusiwa talaka. Sasa inakuwaje hapa Bwana Yesu anakuja kusema tangu mwanzo ilikuwa hivi? Sasa jibu la swali hili ni kwamba sio kwamba Mungu aliwapa amri wana wa Israeli. Yeye ndo alitangulia kuambia wana wa Israeli waache wake zao pale panapotokea migogoro au kutokuelewana au kukosa uaminifu. Hapana. Bali wana wa Israeli wenyewe ndio walikuwa wanashinikiza kutaka sheria zinazohusu kuachana. Walikuwa wanajua kabisa tangu mwanzo Mungu alimuumba mtu mume na mtu mke, lakini kutokana na kwamba walikuwa wanataka kuishi kama desturi za watu wa mataifa, kwamba watu wa mataifa inapotokea migogoro au kutokuelewana au kukosa uaminifu kati ya wanandoa, basi kuna ruksa ya kuachana, sio agano la milele. Kwa hivyo sasa hawa wana Israeli wenyewe wakataka kuwa kama watu wa mataifa. Hivyo wakawa wanamfuata Musa, wanamshinikiza awape sheria zinazohusu kuachana. Kwa jambo hili lilikuwa linalazimishwa. Na kwa sababu alikuwa analazimishwa, Mungu kuna kipindi alikuwa anaruhusu. Kwa Musa alikuwa anafuata Mungu, anawaambia watu hao wanataka hiki na hiki. Lakini Mungu kwa sababu alikuwa anaona watu wana mioyo migumu, alikuwa anawapa ruhusa kufanya vile wanavyotaka. Ndio jambo hilo utaona pia litokea kipindi ambacho wanataka mfalme. Walienda kumfuata
nabii Samuel na kumwambia tufanyie mfalme kama mataifa mengine, tutawale kama mataifa mengine. Na wakati huo Mungu hakuweka mfalme mwanadamu katikati ya wanadamu, hususan katika taifa lake la Israeli, kwa sababu alikuwa amekusudia mfalme mmoja ambaye atakuja, ambaye ni Yesu Kristo. Huyo ndo atakayetawala Israeli kama mfalme wa falme, lakini wenyewe wakataka wafalme wanadamu. Kwa hivyo walivyolilazimisha ile jambo na kulishinikiza, Mungu akaruhusu, akamwambia Samuel akawatafutie mfalme wanaomtaka. Kwa hiyo yalikuwa ni mapenzi yaliyoruhusiwa, lakini sio mapenzi makamilifu. Kwa Mungu aliwapa ruhusa ya wao kuwa na mfalme, lakini haikuwa hivyo tangu mwanzo. Mungu hakukusudia hivyo tangu mwanzo. Hali kadhalika Musa alitoa sheria kwa agizo la Mungu awaruhusu wana wa Israeli waache wake zao panapotokea hali ambayo ya sintofahamu, lakini haikuwa hivyo tangu mwanzo. Mungu hakukusudia kabisa mwanaume amwache mke wake. Hali kadhalika pia katika mambo mengine yote, tukiangalia katika Biblia kuna sheria za jino kwa jino, jicho kwa jicho. Sio kwamba Mungu ndio aliyewaambia wana Israeli sasa yote atakayeua na yeye basi anapaswa uawe kwa namna ile ile. Hukumu zote Mungu alikuwa amezikusudia kuzifanya yeye mwenyewe. Hakukusudia kumwambia mwanadamu amuue mwanadamu mwenzake, kwamba yeye ndo atoe hukumu. Lakini kwa sababu wale watakuwa wanamfuata Musa na kumwambia inakuaje mtu fulani amefanya jambo fulani, tumfanyeje huyu mtu, wanashinikiza mauaji, wanashinikiza kulipa kisasi. Kwa sababu hukumu wa mioyo yao kwa walikuwa wakimfuata Mungu, Mungu anawaruhusu, lakini haikuwa hivyo tangu mwanzo. Na Mungu aliwaruhusu kwa sababu mioyo ilikuwa ni migumu, hawawezi kuelezekeka, wakiambiwa wana shingo ngumu. Kwa hiyo Mungu akaruhusu wawape amri ya jino kwa jino, kisasi kwa kisasi na kuua, lakini haikuwa hivyo tangu mwanzo. Kwa ufupi, Mungu alikusudia kuwachunga wana Israeli kama alivyowatoa Misri. Kipindi ambacho wanatoa Misri, aliwatoa kwa mkono udari, akamwambia washike silaha kwenda kumpiga Farao, lakini Mungu mwenyewe alishusha mapigo kwa Farao. Lakini utaona kipindi walichokuwa wanaingia katika nchi ya ahadi, walibadilika tabia. Hakumwamini tena yule Mungu ambaye aliokoa kipindi cha Farao, lakini wakalazimisha kuingia wenyewe vitani. Kwa sababu hukumu mioyo, Mungu akawaruhusu sasa wao wenyewe wachukue nafasi yake yeye ya kwenda kulipiza kisasi. Ndio hapo utaona kaambiwa wavae silaha wakapigane na maadui zao. Lakini Mungu alikusudia kumtoa Mwamori, alikusudia kumtoa Mkanani, alikusudia kumtoa Mhiti, Mhivi, Myebusi na wote waliokuwepo katika nchi ya Kanani kwa namna ile ile ambavyo aliwatoa Misri, kwamba angeshusha mapigo na angeacha ile nchi. Lakini kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, kwamba walitaka kupambana, walitaka kuua, Mungu akaruhusu sasa waingie vitani. Hivyo ndivyo sheria za vita zilivyokuja. Lakini neno la Mungu libaki pale pale katika zile sheria, amri 10 alizosema usiue. Tangu mwanzo ndivyo ilivyokuwa hivyo. Sasa hapa Bwana Yesu anajaribu kuwarudisha mwanzo, lakini wenyewe wamegota hapa kwa Musa. Na ndivyo hivyo hata leo hii Kristo anajaribu kuturudisha sisi mwanzo wa mambo. Na tunapomwangalia Yesu Kristo tunaenda kukutana na mwanzo wa mambo. Na kwa nini sasa inatupasa turudi katika mwanzo wa mambo? Je, tutarudije katika ule mwanzo wa mambo? Ni lazima tumjue mwanzo ni nani kabla kurudi katika mwanzo. Kwa sababu tukishampata ule mwanzo, ndipo hapo ambapo sisi tutakuwa pia tumerudi katika ule mwanzo. Sasa tuone kwenye kitabu kile cha Ufunuo, tuone kwenye kile kitabu cha Ufunuo sura 22 na mstari wa 12 hadi ule wa 13. Tumwangalie huyu mwanzo ni nani. Kitabu cha Ufunuo sura ile 22 mstari wa 12 hadi ule wa 13. Tazama anaje upesi, na ujira wangu pamoja nami kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Bila shaka huyu ni Bwana Yesu, kwa sababu yeye pekee yake ndo atakayerudi na kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Hakuna mwingine tena ambaye ametabiriwa kwenye Biblia kwamba atarudi isipokuwa ni Yesu Kristo. Kwa haya ni maneno ya Yesu Kristo, anasema tazama naja upesi. Na anaendelea mstari wa 13 anasema mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Heri wazifungo zao wawe na amri kuendea huo mti uzima na kuingia mjini kwa milango yake. Mstari wa 16, ruka mpaka mstari wa 16 anasema mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndiye shina na mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Kwa huyu ni Yesu anayejitambulisha kama mwanzo na mwisho, Alfa na Omega. Sasa kwa kujua kwamba Yesu ndio Alfa na Omega au mwanzo na mwisho, tutakuwa tumeshajua kwamba mwanzo ni nani. Kwa kumbe Yesu ndiye mwanzo wa mambo yote. Kwa hiyo alivyokuwa anawaambia kwamba tangu mwanzo ilikuwa hivyo, maana yake alikuwa anarejesha kwamba muangalie yeye ambaye ndiye mwanzo, maneno yake wayaamini. Kwa hiyo wakiamini na kuyasikia maneno yake watakuwa na uzima, kwa sababu ndio mwanzo lakini pia ndio mwisho. Sasa hebu tuliweke vizuri zaidi, tuangalie jambo lingine au tukio lingine ambalo lilitokea kipindi ambacho Bwana Yesu alienda mlimani kuomba pamoja na wanafunzi wake watatu. Biblia inatuonyesha katika kitabu kile cha Mathayo sura 17 kwamba kuna wakati Yesu alichukua wanafunzi wake watatu ambao walikuwa ni Petro, Yohana na Yakobo, akapanda nao juu ya mlima mrefu sana faragani kuomba. Na wakati wanaomba, Biblia inasema usiku wingu lilikuja likawatia uvuli. Baada ya wingu kutokea, wakamwona Bwana Yesu amebadilika, uso wake umeng'aa kama jua na mavazi yake yalikuwa ni meupe kama vile kama dobi asivyoweza kufua. Kwa alikuwa anang'aa kama jua na uso wake ulikuwa unang'aa.
Wanafunzi wakaamka wakamuona jinsi alivyokuwa anang'aa katika ule utukufu. Wakati wanamwangalia saa hiyo hiyo wakaona Musa na Elia wametokea. Wakawa wanazungumza naye habari za kufariki kwake. Musa na Elia waliwaona, wale wanafunzi waliwaona Musa na Elia wakiwa wanazungumza na Bwana. Kwa walikuwa watu watatu ambao walikuwa wanang'aa katika utukufu. Alikuwa Bwana Yesu, Musa na Elia. Saa hiyo hiyo katika ile wingu ikasikika sauti ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Lakini sauti ikaendelea kusema kwamba msikieni yeye. Sasa hoja msingi iko hapo katika ile neno la pili kwamba msikieni yeye. Maana ile sauti ilikuja kwa ajili ya wale mitume watatu ambao walikuwa na Bwana Yesu, Petro, Yohana na Yakobo. Iliwaambia kwamba huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ikawa inamshuhudia Yesu Kristo kwamba ndiye mwanangu mpendwa wangu. Na ile sauti ya kusema hawa ni wanangu wapendwa wangu, kana kwamba watu watatu, bali ilimlenga mtu mmoja kwamba huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Pale ile sauti ingeweza kusema hawa ni manabii wangu watatu ninaopendezwa naye, au ingeweza kusema huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, na hawa ni manabii wangu wawili ambao ninapendezwa nao. Ilishia kumshuhudia mmoja tu ambaye ilikuwa ni Yesu Kristo. Na sauti hiyo pia ilitokea kipindi ambacho Kristo anabatizwa na Yohana Mbatizaji kule Jordan. Biblia inatuambia kwamba wakati Yohana anambatiza Bwana Yesu, mbingu zilifunguka na sauti ikasikika ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, na Roho Mtakatifu akashuka kama kiwiliwili cha ua akakaa juu ya Bwana, na hiyo kani ishara ya kwamba huyu ndiye. Na hili jambo tena limekuja kujirudia katika mlima huu ambapo sauti imesikika juu ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, lakini ikaongeza maneno mengine kwamba msikieni yeye. Sasa kwa nini niseme msikieni yeye? Ni kwa sababu hapo kwanza walikuwa masikio yao mitume na wana Israeli yalikuwa hapo katika Musa. Musa anasema nini? Musa alitoa amri ya talaka. Musa alitoa amri ya jino kwa jino. Musa alitoa amri ya kumchukia adui yako. Ilikuwa katika kumwangalia Elia. Elia alikuwa anachukia maadui zake. Alikuwa anashusha moto pale alipokuwa maadui wanakuja. Na ile roho ile ilipoingia kwa Elisha ilikuwa ni hivyo hivyo tena. Ilikuwa ni ya kulipa kisasi. Kipindi ambacho Elisha anakejeliwa na wale vijana, Biblia inatuambia walitokea dubu wawili wa kike mtuni, wakaenda kurarua vijana karibia 40. Kwa hiyo ilikuwa ni injili ya kuhubiri visasi. Ilikuwa ni injili ya kuhubiri talaka. Ilikuwa ni injili ya kuhubiri uaji na vitu vingine vyote. Sheria ilikuwa haijakamilika. Kwa hiyo hilo lilikuwa ni tatizo kubwa kwa Waisraeli. Kwa walikuwa wakitaka kujifunza, walikuwa wanarejea kwa Musa, wanaangalia kwa Elia. Sasa hapa sauti inawaambia sasa msikieni huyu. Maana yake habari ya Musa yekeni kwanza pembeni. Habari ya Elia yekeni pembeni, ina mapungufu, ina kasoro. Kwa sababu kuna vitu viliruhusiwa lakini havikuwa hivyo tangu mwanzo. Kwa hivyo sasa msikilizeni huyu ambaye ndiye mwanzo na mwisho, Yesu Kristo. Kwa mitume walipotoka pale, walianza kujua kwamba kumbe huyu Yesu ambaye tunatembea naye sio mtu wa kawaida. Walianza kujua kwamba huyu kumbe ndio mwanzo na mwisho. Walianza kujua kwamba huyu ndio kumsikiliza kwa sababu kwake kuna maneno ya uzima. Sio wakati tena kuanza kufikiria na kutafakari sana kuhusu Musa. Sio wakati kumwangalia sana Elia aliyofanya. Kumbe ya Elia ana kasoro. Kumbe ya Musa ana kasoro. Lakini ya huyu ni makamilifu. Kwa nini? Kwa sababu mbingu zimemshuhudia. Baba amemshuhudia kwamba huyu ndiye anayependezwa naye. Kwa hivyo tangu wakati wakaanza kumwangalia Yesu kwa jicho lingine, wale mitume watatu, Petro, Yohana na Yakobo, wengine wale 9 walikuwa wamesalia kule chini. Na Yesu aliwaambia mtakaposhuka msimwambie mtu maono haya mpaka mwanadamu atakapofufuka. Kwa walikaa kimya, lakini wale walipata ufunuo tofauti kuliko wanafunzi wengine wote 9 waliosalia kule chini. Na hilo jambo linaendelea mpaka leo hii. Yesu ni yule yule jana na leo na hata milele, hajabadilika. Kitabu cha Ibrania sura 13 mstari wa 8 inasema hivyo. Kwa hiyo yule yule ambaye alikuwepo kipindi anatembea na mitume ndio huyo tuliona siku ya leo. Na huyo ndio kumsikiliza zaidi ya manabii. Kwa hiyo yeye amesema nini? Lazima tuyashikilie. Alisema mpende adui yako. Usianze kushikilia na kusema kwamba Musa aliruhusu tuue jino kwa jino, visasi kwa visasi, utakuwa umekosea. Huyo ndio anayesema kwamba usimwache mke wako isipokuwa kwa habari ya uasherati. Sasa inapotokea unaenda kumwacha kwa sababu tu ya malumbano ya magombano na kusema kwamba mbona kwenye Biblia kulitolewa amri ya talaka na watu walikuwa wanaachana. Usiende kuua na kusema mbona Daudi aliua na alipendwa na Mungu. Mbona manabii walikuwa wanaua, wakina Elia walikuwa wanaua, wakina Elisha walikuwa wanaua. Kwa nini sisi tusiue? Yesu anasema usiue. Tena sio tu kuua, anasema ukimwonea ndugu yako hasira wewe ni muuaji. Kwa yeye ndio ukamilifu wa Torati, Yesu Kristo. Yeye ndio mwanzo na tena ndio mwisho. Kwa maana yake tukimpata Yesu tuna mwanzo mwema, lakini pia tutakuwa tuna mwisho mwema. Kwa lazima tutafute kumjua Yesu kuliko kawaida, kuliko tunavyodhani. Yesu ni zaidi ya vile tunavyomtafakari kwamba ni mtu tu wa kawaida au ni nabii. Yeye ameshuhudiwa na Baba kwamba ndiye aliyempendeza Mungu. Nafahamu kwamba uzima milele upo kwa Yesu Kristo peke yake, wala upo kwa mwingine. Usijitumainishe na kusema kwamba kumjua tu Mungu kunatosha. Kufanya amri, kushika amri zake kunatosha. Kuna kijana mmoja alimfuata Yesu akamwambia, nimeshika haya tangu utoto wangu. Nimeshika amri tangu utoto wangu, nimepungukiwa na nini?
Yesu alimwambia, kauze vyote ulivyonavyo, njoo nifuate, alafu utakuwa na hazina mbinguni. Yule kijana aliondoka kwa sababu alikuwa na mali nyingi, lakini akawa ameukosa uzima milele. Na Yesu ni hivyo hivyo, mtafute leo hii, mpokee kama bado hujampa Yesu maisha yako. Mkaribishe ndani ya maisha yako, kwa sababu ndio mwanzo na mwisho, ndio njia ya kufika kwa Baba. Ndio njia ya kufika kwa Baba, hakuna njia nyingine. Hakuna shortcut. Usitegemee matendo yako kwamba atakufikisha mbinguni. Usitegemee ibada zako kwamba zitakufikisha mbinguni. Kinachojalisha kwamba kitakufikisha mbinguni ni wewe kumjua Yesu na kuyafanya mapenzi yake. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili. Asante kwa kuwa ni mwema na mwenye haki. Tunaomba ukatusaidie tukakufahamu zaidi, tukakujue, tukashikilie maneno yako, tukaishi sasa na mapenzi yako, tukazishike amri zako. Lakini pia wewe ukakae katika maisha yetu, tukakujue sana, tukakutumikie wewe, tukakutafute wewe, tukatende mapenzi yako, kwa kuwa ndio mwanzo na mwisho Bwana wetu Yesu Kristo. Ninaomba na kuamini kwamba Bwana utatusaidia. Amen.